Nitakuwa na mambo machache ya kuongea, sana sana ni salamu pamoja na kuwakaribisha kwenye chama. Bwana ni mwema wakati wote. Katika jambo la kuwakaribisha kwenye chama, pastor alishaanza. Kwa mimi baadaye tu nitaongea machache sana. Mimi naitwa, kama nilivyotambulishwa, Delila Mujarubi, ni mshiriki wa kanisa la Chuo Kikuu, ni katibu wa chama cha ATAPE kanda ya Kimara. Nitawaletea salamu kutoka kwa mwenyekiti wa kanda yetu hii ya Kimara, anaitwa Engineer Tangare. Engineer Emmanuel Tangare ndio mwenyekiti wetu wa kanda. Ametuma salamu ziweze kuwafikia kanisa la Makongo Juu. Yeye ameenda kanisa la Golani, ambapo na penyewe wanahitimisha leo wanahitimisha juma hili la ATAPE kama ambavyo nyinyi mmefanya. Wanaopokea salamu hizo, lakini pia salamu zingine zinatoka kwa Excom, yani ni kamati kuu ya ATAPE kanda ya Kimara. Kwa hiyo nao pia wanawasalimia sana. Kanda ya Kimara imeundwa na mitaa 6. Kuna mtaa huu wa Makongo Juu, kuna mtaa wa Chuo Kikuu, kuna Kingongo, Salasara, Kimara na Mbezi Juu. Kwa hivyo tukisema kanda ya Kimara, na sisi pia Makongo Juu tuko ndani, Chuo Kikuu iko ndani, Kingongo iko ndani na Salasara pamoja na Mbezi Juu. Wangapi ambao walikuwa wanafahamu hivyo? Wangapi wameongeza maarifa? Sawa. Kwa hivyo tukisikia matukio katika hiyo mitaa, sisi kama wana ATAPE tumekubaliana kushirikiana. Kwa hivyo tunaomba tunaposikia matukio mbalimbali kutoka katika mitaa mingine, wana ATAPE pamoja na viongozi wa ATAPE na viongozi wa makanisa, tunawaomba sana tuweze kushiriki pamoja kwa umoja huu katika kuendeleza kazi ya Mungu. Lakini pia tunawapongeza sana kanisa la Makongo Juu kwa sababu mmetuwakilisha vyema katika retreat iliyofanyika kule Zanzibar. Mmekuwa kanisa la pili katika jimbo letu la ECF kupeleka watu wengi sana. Kwa hivyo tunawakaribisha pia katika mini retreat ambayo kwa sasa hivi inategemewa kufanyika Bagamoyo kama itabadilishwa sehemu. Kwa hivyo tutaweza kushare hizo taarifa, lakini tunaomba tuingie kwa kishindo kama ambavyo tumefanya Zanzibar. Bwana ni mwema wakati wote. Pamoja na retreat nyingine ambayo itafanyika Mwanza, retreat ya ATAPE ya taifa itafanyika Mwanza mwaka kesho. Kwa hiyo karibuni sana na tujiandae kushiriki. Kitu kingine, napenda kuwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmejitoa na kushiriki katika juma hili la ATAPE ambalo ni juma la ECF, lakini kama kanisa mmeweza ni moja ya makanisa machache ambayo yamefanikiwa kuweza kufanya hili juma. Tumefanya hapa Makongo Juu, lakini pia tumefanya Golani, ila makanisa mengine kwa sababu ratiba zilikuwa zimebanana, kwa hiyo wengine wataanza kesho Chuo Kikuu pamoja na Salasala, wengine watatupatia taarifa. Lakini tunawashukuru kwa sababu mmeweza kutenga muda na kuona umuhimu wa juma hili katika maisha yetu ya kila siku, na tunawapongeza sana. Lakini pia tunapongeza wawezeshaji. Kuna Pastor Baraka George ambaye pia amejitoa kuwa mnenaji mkuu, tunampongeza sana. Dr. Ishmael Mwambapa, asante sana kwa kuweza kuwasilisha mada ambazo kwa kweli sio tu zinaishia kanisani, ila zinatusaidia kuweza kuishi na jamii sisi kama Wakristo, lakini pia kama watu ambao tumeumbwa na Mungu ili tuweze kuhusiana vizuri na watu wengine. Tunamshukuru pia mchungaji wa mtaa Pastor Tobias Pastor Tobias Sekuye. Hii Sekuye ndio nilikuwa naitafuta, ilikuwa imenipa kigumizi kidogo. Sekuye. Tunakushukuru sana. Kwa kweli
ni mmoja wa wachungaji ambao ni wana ATAPE kindakindaki. Kwa jinsi ambavyo umeielezea ATAPE, tunakushukuru sana, na tunakushukuru kwa ajili ya kuweza kuhamasisha kanisa la Makongo Juu kuweza kujiunga na chama hiki. Lakini kidogo nitawapatia mipango ya ATAPE ambayo tuna mpango wa kufanya katika mwaka huu wa 2026. Tuna Njombe Net Event ambayo itafanyika Mei 9 mpaka 30. Kwa hivyo nimesikia kwenye matangazo yenu kwamba mmeandaa vituo. Kwa kweli Mungu awabariki sana, na tuendelee wengine ambao hawatahudhuria kwenye hivyo vituo tuwakaribishe nyumbani kwetu, katika majumba yetu. Tufanye kama kituo cha uinjilisti, na pia tusisite kutoa taarifa ili tuweze kujua watu ambao wamefikiwa kupitia mikutano hii. Lakini pia kuna mahubiri ambayo huwa yanafanyika ya uinjilisti. Kwa hivyo tunawakaribisha pia katika kushiriki. Kuna ujenzi wa kanisa Pemba. Huu ni mpango wa kitaifa ambapo kama kanda tunahusika kushirikiana na jimbo pamoja na taifa kuwezesha mipango ya ATAPE. Pamoja na hizo retreat ambazo nimezitaja, lakini kuna kituo cha Mvuto Dodoma ambacho hiki kituo kitatumika katika kufanya, ni kama kituo cha uwekezaji, lakini pia ni sehemu ya uinjilisti, na kutajengwa makao makuu ya ATAPE. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunavyosisitiza kujiunga katika chama, tunasisitiza indirect uinjilisti. Kwa hivyo tunaomba mpokee wito huu wa kujiunga katika chama chetu cha ATAPE, na tunavyojiunga katika hiki chama tunasaidia uinjilisti kwenda mbele, kwa sababu sisi kama wana ATAPE tutaweza kuchangia, na kwa sababu ya michango yetu uinjilisti utaweza kupenya kutoka sehemu hizi ambazo zina watu wengi, lakini na maeneo mengine yasiyofikika, ambayo maeneo hayo redio zinaweza kufika. Kuna TV, kuna siku hizi kuna WhatsApp, kuna Facebook ambapo tunaweza tukatuma yale mahubiri na watu wakaweza kuyapata. Bwana Yesu asifiwe. Kujiunga na ATAPE sio kitu kikubwa sana. Ni mtu ambaye ana akili timamu. Wangapi hapa wana akili timamu? Kuna watu naona hawanyoshi. Wangapi wana akili timamu? Bwana ni mwema. Nashukuru kwa sababu kanisa zima tuna sifa za kujiunga na chama cha ATAPE. Lakini sifa nyingine ni kwamba mtu awe ana uwezo wa kufanya kazi kwa ajili ya kujipatia kipato. Kwa hiyo kama una uwezo wa kwenda sokoni ukanunua kitu au ukaweka vocha kwenye simu yako, tayari unatengeneza pesa, kwa sababu haiwezekani ukanunua vocha bila pesa. Kwa hiyo angalau kidogo ambacho unakipata unaweza ukatumia wewe mwenyewe, lakini ukatumia pamoja na Mungu, na pia ukatumia pamoja na familia yako au marafiki ambao wanakuzunguka. Kwa hivyo hizo ni sifa kuu mbili za kuweza kujiunga katika chama hiki cha ATAPE. Lakini ili uwe mwana ATAPE hai, unatakiwa kuchangia shilingi 10,000 kila mwaka, ambayo samani 10,000 mara moja tu wakati unataka kujiunga. Kwa hiyo unaitoa mara moja tu shilingi 10,000 kwa ajili kama kiingilio. Kwa hiyo unaingia kwenye chama, ambayo hiyo pesa inasaidia shughuli za chama. Lakini pia kuna ada shilingi 25,000 tu. Nani ambaye hawezi kupata 35,000 kwa mwaka wa kwanza, ambapo miaka mingine unakuwa unatoa tu 25,000? Nani ambaye hawezi kupata 35,000 ambaye sio mwanachama? Ambaye hawezi kupata 35,000 kabisa, anasema ni mimi Mungu hajawahi kunibariki kabisa, ni kwa mwaka sijawahi kupata 35,000. Anyoshe mkono. Hayupo. Kwa hivyo kumbe wote tunaweza kuwa wanachama wa ATAPE. Kwa hivyo kwa sababu mchana ameliongelea sana mchungaji, nitapenda niwakaribishe. Mtamuona kiongozi wetu wa kanisa la Makongo Juu, mratibu wa ATAPE, na tutaweza kujiunga. Bwana ni mwema wakati wote. Napenda kuona watu ambao angalau wamehamasika kujiunga na chama cha ATAPE.
Angalau wanaofikiria. Bwana ni mwema. Roho Mungu aendelee kunena nanyi, na washukuru wote ambao mmenyosha mikono. Lakini naomba isiishie hapo kwenye kunyosha mikono. Naomba tufanyie kazi kama ambavyo tumejifunza katika juma hili, na kuna mambo mengi sana ambayo utayapata kwenye ATAPE. Kwanza kuna clubs mbalimbali ambazo zimeanzishwa za kitaaluma, lakini pia na ujasiriamali. Kwa hiyo kama unauza vitu fulani, ukijiunga ATAPE, kuna clubs ambazo zinakuonesha masoko unapata wapi, utapata wateja, lakini pia wanataaluma. Kwa mfano kuna club ya ujenzi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anahusika na mambo ya ujenzi, kama unauza nondo, unauza simenti, unauza nini, au una kampuni. Kwa hivyo hizo clubs zinakufanya wewe uweze kupata wateja, lakini pia zinaendelea kukupatia fursa za kujua kwamba masoko yako wapi, uende wapi, na dira ya nchi inaelekea wapi. Kwa hiyo katika sekta ya ujenzi uendeje ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Natumaini watu wote tunapenda kufanikiwa, na ndicho ambacho Mungu anataka pia kupitia neno lake. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Kwa mambo yote ni pamoja na afya njema, ni pamoja na uchumi ulio imara, lakini ni pamoja na mambo mema ya kiroho. Bwana awabariki sana. Karibuni ATAPE.